Naam, kama upo kwenye ndoa au kwenye mahusiano, nadhani simulizi hii inakufaa sana na kuna kitu cha kujifunza. Unapokubali kuolewa, jaribu kuachana na marafiki ambao pengine hawajaolewa. Wanaweza kukutia doa katika ndoa yako. Na pia kama we mwanaume umeoa, jaribu kukaa na marafiki ambao pengine watakusaidia wewe katika ndoa yako, sio kuibomoa. Kuna mshikaji anaitwa Devi. Devi alikuwa amemwoa Diana na walibahatika kuwa na mtoto mmoja. Familia hii ilikuwa na upendo wa kweli, mpaka wakati mwingine unaweza kusema shetani hayupo ndani yao. Lakini kutokana na upendo huo, marafiki hawakupenda hata kidogo upendo wao. Kifupi kwamba maisha yao yalikuwa mazuri kweli kweli, wala hakuna kitu watakosa. Katika familia ya David, marumbano, migogoro ilikuwa ni mwiko sana, na unaambiwa kwamba muda mwingi waliutumia kukaa pamoja na kujadili mambo ya msingi, na hali ilikuwa shwari. Katika familia hii walikuwa na mtoto mmoja ambaye anaitwa Oscar. Unaambiwa kwamba mara zote David alikuwa akimsihi mtoto wake Oscar kuwa amemwandalia maisha mazuri, na alimwahidi kuwa atamlinda yeye pamoja na mama yake Diana. Licha ya kwamba familia yao ilikuwa na uwezo, Diana alikuwa na marafiki wa kike wawili. Unaambiwa hawa marafiki zake walikuwa sio wazuri, walikuwa wakimwonea wivu sana jinsi anavyoishi na familia yake, jinsi anavyokuwa na mume wake. Wao kiroho kilikuwa kinawatoka na kusema kwamba ipo siku watavuruga hilo penzi. Kama nilivyokuambia, Diana alikuwa na marafiki wawili. Kuna mmoja anamshauri aachane kabisa na mume wake, mwingine anamwambia inabidi umchune na kisha uondoke, umchukue mwanao mkaishi maisha mengine, kwa sababu wanaume sio wa kuamini sana. Na walikuwa wanampamba Diana na kumwambia kwamba kwa hadhi yako hiyo haupaswi kuwa na mwanaume kama huyo. Huyu mwanaume ana pesa lakini ni mbairi sana. Unatakiwa kuwa na mwanaume fulani mwenye gari la kifahari kulingana na uzuri wako. Diana akawauliza, kwani kuna shida gani mwanaume kutokuwa na gari? Mmoja akasema, mwanaume wako si ana hela, kwa nini asikununulie gari? Akawajibu kwamba kwani ukiwa na hela ni mpaka uwe na gari? Marafiki wakacheka, wakasema kwamba huko nje pengine mume wako ameshawanunulia wengine magari, wewe unabaki tu kutembea na bodaboda kila kukicha. Yeye anatembea na gari, anabeba mademu wengine, wewe hata kukuleta saruni umeshindwa. Basi maneno hayo hakuyazingatia sana, lakini pia yalimuuma kwa upande mwingine, lakini hakusema wala kuyaweka wazi wakati huo alipokuwa saluni. Unaambiwa kwamba hawa marafiki sio wazuri hata kidogo, wanatamani Diana amkose David ili wao wapate nafasi angalau ya kuingia pale. Isitoshe Diana aliwaambia marafiki zake kwamba mimi nampenda sana David na siko tayari kumwacha. Huyu ndo mwanaume wangu, nimeamua kuanzisha naye familia na sasa tuna mtoto anaitwa Oscar. Hivyo sitamani hata siku moja familia yetu iharibike kwa sababu ya maneno ya marafiki. Wakamwambia, utakoma, sisi tumekupa ushauri tu kwa sababu we ni mrembo na tunaona kuna warembo zaidi ya wewe wapo mtaani, pengine wanatembea kwa miguu. Mume wako anaweza kawa ametoka kazini akawapa rifti zeni akawapata kama wewe alivyokupata, kwani wanaume wanadogo. Unaambiwa Diana alipofika nyumbani aliyakumbuka yale maneno ya marafiki zake. Huenda mume wake ana wanawake huko nje na anaenjoy nao, yani anatumia nao pesa, lakini ukweli ni kwamba mwanaume huyu David hakuwa na mwanamke yeyote, bali ni maneno ya marafiki tu. Wakati wa mchana, Diana pamoja na David walikuwa katika meza wakipata chakula. Tunaona David akaanzisha mazungumzo kwa Diana. Diana, mke wangu. Diana akawa msikilizi.
yaani kuna vitu vinamsumbua kichwani. David akaendelea kuongea na kusema kwamba mke wangu, kuna ile pesa milioni 100 ambayo iko benki, tumeitunza kwa sababu ya maisha yajayo, maana kuna leo na kesho mimi naweza nikawa sipo, wewe ukamwangalia mtoto wangu. Kwa hiyo nimeweka pesa hiyo benki na haitakiwi kutumiwa hata mara moja. Wakati anaongea maneno hayo, David mke wake alikuwa yupo kimya tu. Akamwambia, kuna shida gani? Mbona uko kimya? Naongea mwenyewe tu. Mwanamke akawa kama vile maneno yale ya marafiki zake yamemuingia kweli kweli. Anaonekana kwamba yale maneno yamemgusa, na tunaona akamjibu na kumwambia kwamba naomba pesa nikafungue biashara na mimi nianze kufanya kama wewe. Mimi nimechoka kukaa nyumbani tu, nahitaji kufanya biashara, pesa zisikae benki tu. Yaani akaongea maneno ambayo hata David hakuwahi kuyapata au kuyasikia toka wameoana. David akamwambia, hapana mpenzi wangu. Baada ya kusema hivyo, tunaona Diana akamwacha mezani na yeye kuingia ndani, huku hasira zimemshika. Kwa nini mme wangu ananikatalia kila nachomuomba? Ndipo tunasema kwamba usiamini maneno ya marafiki, wala usiape nafasi, yanaweza kuvunja ndoa yako. Na ule msemo unaosema mwanamke mjinga ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe, nadhani sasa umewadia. Kesho yake akafika katika saluni ya marafiki zake tena, akawaelezea yaliyokuwa jana. Marafiki zake wakaungana naye na kusema kwamba hivyo ndo unavyotakiwa kuwa, endelea kumchokonoa chokonoa tu. Simona mimi nalea mtoto na saluni yangu kubwa kama hii, afu pia na gari, na huyu mwingine ana maisha mazuri. Wakati mwingine hata mkiachana, kila mtu anafanya maisha yake, lakini unakuwa na kipato. Sio kama hapo kila kitu anakifanya yeye, wewe unabaki tu kupika nyumbani. Basi walimjaza ujinga tena. Mwanamke huyo akarudi nyumbani na kusema kwamba ni bora kuachana tu endapo akikataa kumfungulia biashara. Akiwa ametoka saluni na moja kwa moja alifika nyumbani. Amekaa akiwa katika dimbwi la mawazo. Unaambiwa kwamba kuna simu ikaingia, akapokea, akaambiwa kwamba njoo hospitali haraka, mmeo amepata ajali mbaya, hivyo unahitajika. Alipofika hospitalini, alimkuta mme wake miguu imepata ajali, na sasa yeye ndo mwangalizi wa familia, na unaambiwa kwamba miguu yake imeparalyze, hataweza tena kutembea. Alipowashirikisha marafiki zake, walicheka na kumwambia kwamba ona sasa mumeo kashakuwa kilema, na tulikwambia mapema kwamba unatakiwa kufanya kazi. Sasa utatumia pesa zilizoko kule kumuuguza yeye, na mwisho wa siku mfilisike, muuze hata hiyo nyumba. Ni vema ukaachana naye sasa. Mwanamke alizani atapata msaada kutoka kwa marafiki zake, ndo kwanza umemjaza tena sumu mpya. Naye akarudi nyumbani. Kwa kuwa mme wake atoendelea na kazi, akatoa ile pesa milioni 100 na kumpa mke wake na kumwambia kwamba sasa nenda ukafanya biashara yoyote unayoitaka. Alipofika kwa marafiki zake na kuwashirikisha, wakamwambia kwamba sasa unatakiwa kuanza maisha yako mapya, nunua gari, fanya mambo yako. Huo ndo ushauri tunaokupa, usiishi maisha ya kifarafara kama yule mwenzako. Unaambiwa kwamba baada ya kushika zile pesa, kwanza alienda kuwafanyia shopping marafiki zake, kisha kanunua kagari, na tunaona biashara akuanza, ndo kwanza akaanza kutafuta wanaume. Mwanaume alipomuuliza kwamba inakuwaje sasa, mbona umeanza kubadilika hivyo na kuanza kunijia usiku, akamwambia mbona wewe ulikuwa unakuja usiku na mimi sisemi chochote nilipokuwa nyumbani? Kuna msemo unaosema kutesa kwa zamu, ndio akautumia hapo. Mume akawa ana kauli kwa sababu miguu yake haiwezi kunyanyuka wala kutembea. Yeye ni wa kuzunguka ndani, na mtoto wake Oscar
ambaye wa miaka 5 ndo kumsaidia kumsukuma kwenye wheelchair. Haikuishia hapo, mpaka ishe unaambiwa kwamba Diana akaanza kumfokea mtoto wake na kumwambia kwamba we Oscar, tena nakwambia uachane na baba yako hapo, nenda kafanye shughuli za shule, wala usiikalie kumsukuma mzee kila kukicha. David alihuzunika sana, mpaka mtoto wake ameanza kufundishwa unyang'au na mama yake. Mama amegeuka kuwa mbogo, mama amegeuka kuwa kichwa cha familia, mama kageuka kuwa na mapembe, anataka kumwadhibu mume wake eti kwa sababu ya ukilema. Usiku bana, unaambiwa David alihitaji unyumba kutoka kwa mke wake, lakini mke wake akamwambia kwamba kidonda chako hicho cha mguuni unataka kitibuke tena, haupaswi kuwa na mimi tena katika mapenzi na una azi, na kwanza hati za nyumba nataka nizibadilishe na kila kitu kilichomo ndani kitakuwa changu, na wewe ukatafute sehemu ya kuishi. Unaambiwa kwamba Diana alienda kuonga kwa mawakili na mwanaume alisainishwa kwa ubabe, na mwisho wa siku akafukuzwa kwenye nyumba. Lakini mtoto wake mara zote alikuwa akimwangalia baba yake jinsi anavyoteseka, amekuwa ombaomba ghafla. Mitaani watu wanamsema, hata marafiki wa Diana walianza kumcheka na kumuita kwamba wewe ni kilema tu, hauna lolote, mwangalie mtoto anavyokula bata. Na hatimaye Oscar akatafutiwa baba mwingine. Diana akaanzisha mapenzi mapya tena kwenye nyumba ile ile ya Oscar. Unaambiwa David toka siku ile alijiepusha na familia hiyo yote kwa sababu anampenda Diana na kutaka kujibizana naye. Alifanya kila kitu kwa ajili ya Diana, mpaka kumpatia nyumba na cheki za pesa yeye, na kuanza maisha mapya ya kuomba mtaani. Mume mpya wa Diana unaambiwa kwamba alimshauri Diana kwamba wapeane talaka na David ili wawe huru sasa kwa mapenzi yao. Na tunaona moja kwa moja Diana akaenda kwa wakili wake ili wakili aongee na mahakama namna ya kutoa talaka na kila kitu kiishie hapo. Na tunaona kweli wakapeana talaka, na tunaona bwana David yeye hakutaka chochote kile, aliamua kuachia vitu vyote na aishi maisha yake. Basi unaambiwa kwamba Diana maisha yake yakawa ya furaha sana kutokana na mwanaume wake huyo mpya, lakini kwa upande wa David mateso yakawa makubwa zaidi, kwa sababu alikuwa analala sehemu ambayo ni chafu, sehemu ambayo ina maji, hata afya yake ilianza kuzorota. Lakini kwa upande wa mtoto wake maisha yakawa mabovu, kwa sababu baba wa kambo alikuwa ampendi na alikuwa akimtesa sana. Hivyo mama akashauriwa kwamba wamfukuze baada ya kufikisha miaka 10. Tunaona baba wa kambo akamfukuza. Baada ya kumfukuza, wakawa baba na mtoto hawana makazi sasa, wamekuwa ombaomba, shule hakuna, maisha yamekuwa magumu kweli upande wao. Lakini kwa upande wa mama mtu, Diana anakula maisha, Diana anakula bata, msemo wa watoto wa mjini. Unaambiwa tokea siku ile Diana akaachana na marafiki zake kabisa, na tunaona marafiki zake wakaumia sana. Lakini cha ajabu sasa, marafiki zake wakaanza kumfata David na kuanza kumwambia kwamba sisi ndo wabaya, sisi ndo tulimshauri aachane na wewe. Basi walimwelezea yale na wakaomba msamaha. Hatimaye David akuwa na kinyongo, akawaambia kwamba nimewasamehe. Basi walifurahi kweli, na hatimaye David akaanza maisha mapya yenye furaha sasa, kwa sababu wale marafiki wakaanza kumsaidia na wakampeleka nje kidogo kwa ajili ya matibabu. Walivyomtibu, David akarudi katika hali yake. Mmoja kati ya marafiki ambaye alikuwa anamtaka akamweleza, lakini David akaweka msimamo mkubwa na kusema kwamba uliharibu mapenzi yetu kwa sababu ya kunipata, ila nashukuru kwa ajili ya matibabu ulioyafanya.
wewe utabaki kama ndugu yangu. Na unaambiwa kwamba dada alijitahidi kumpeleka shule hata Oscar kwa ajili ya kumpata tu David, lakini David pamoja na ugumu wote ilibidi akubali, akafunga naye ndoa. Kwa upande wa Diana sasa, maisha ya ndoa yamekuwa magumu kwelikweli. Mume anataka kumfukuza, na kumbuka alichomfanyia David, kusaini makaratasi ya hati ya nyumba pamoja na mali. Sasa na yeye analazimishwa saini tena kwa ubabe, kwa sababu jamaa kumbe alikuwa na kikundi cha majambazi, na tunaona walishamkata mguu na kumwambia kwamba unatakiwa utie saini, la sivyo tutakuua. Na tunaona akaanguka saini na mwisho wa siku akafukuzwa. Baada ya kufukuzwa, na yeye akawa ombaomba mtaani, maisha yakawa magumu. Lakini upande wa rafiki yake akawa anakula dodo ambalo alilitafuta kwa njia sio halali, lakini mwisho wa siku aliomba msamaha na maisha yote yakaendelea. Basi simulizi yetu inaisha. Unaambiwa kwamba mambo mengine sio kumshirikisha rafiki yako, kuna mengine inabidi ya ndani ukuyaficha ili wasiyajue namna mnavyoishi na mpenzi wako. Kuna wakati mwingine unaweza kumshirikisha mtu na ikawa ni aibu, kwa sababu ameshajua ukweli na namna gani ya kukuingia. Kama una rafiki wa aina hizi, basi waepuke. Je, ulishawahi kukutana na marafiki wa aina hii? Dondosha comment hapo chini uniambie kama ulishawahi kukutana. Je, unamshauri nini Diana kwa mpenzi wake David? Je, warudiane au aendelee kuwa na rafiki tu aliyemsaidia mtoto Oscar pamoja na yeye David ya kusaidiwa na yule dada? Je, waendelee? Dondosha comment hapo chini. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea simulizi hizi. Asante na muwe na siku njema.